Karibu kwenye mfululizo wa vipindi vinavyokuonyesha hatua mbalimbali wanazopitia vijana 100 kutoka kata 17 za wilaya ya Sikonge mkoani Tabora. Hizi ni hatua za kutoka kwenye umasikini waliokuwa nao katika maeneo waliokuwa wakiishi kabla na familia zao kuelekea kujijenga na kujitegemea kiuchumi. Hawa ni vijana walioletwa porini kwenye makazi ya wanyama na vinyama kama vile fisi, nyoka wakali na wadudu wenye sumu kali. Mwanakijiji mmoja anaondolewa kijijini baada ya kukiuka masharti ya kijiji. Mwanakijiji huyu anayekwenda kwa jina la Neli inaonekana ameshindwa kukivumilia kiu chake na kujikuta akifakamia pombe ya kienyeji aina ya gongo aliyoipata katika kijiji cha karibu na kijiji hiki cha Mfano. Neli aliutumia mwanya wa shida ya maji na kwenda kujidunga kinywaji hicho na baadaye kurudi jioni ya jana akiwa chakari. Taratibu za kijiji hiki ni marufuku mtu kujihusisha na vitendo vya unywaji wa pombe, uvutaji wa bangi, sigara na zinaa. Kwa kukiuka masharti hayo, Neli ilibidi aondolewe kijijini hapa ili asiwe chanzo cha kuisambaza sumu kwa wengine. Baada ya kutolewa amri ya kuondolewa, palionekana kuwa na ugumu kutoka ofisi za halmashauri ya wilaya kutokana na uhusiano aliokuwa nao kijana huyu na mmoja wa wafanyakazi wa halmashauri, jambo lililopelekea baadhi ya wafanyakazi waliokuwa na wajibu wa kumfuata kuhofia mahusiano yao kazini na ndugu wa kijana huyu. Jambo hili, mtazamaji, lilikaribia kuleta mzozo miongoni mwa wanakijiji waliotaka kufahamu kwa nini wengine waliowahi kukiuka masharti ya kijiji hiki waliondolewa mapema na huyu aendelee kubaki kijijini. Kazi zilisimama na hali ya amani ikakaribia kutoweka. Nakufahamu cheo cha dasi? Huyu ni mtu wa karibu wa mkuu wa wilaya. Okay. Kwa hiyo huyu ni mtu mkubwa kama vile mnakuwa mnaongea na mkuu wa wilaya ndio kwa naye. Kwa hiyo ninachokiongea yeye anaelewa na ni kwamba anataka aelewe. Unaona na yeye alikuwa yuko Tabora kwenye shughuli ndio anatokea Tabora sasa kama hivi. Naomba niongee kidogo tafadhali. Yaani ni kwamba jana kuna mwenzetu alikiuka kidogo na misingi ya humu ndani. Sasa ikasemekana anatakiwa kurudi nyumbani. Babu akaongea na halmashauri kwamba ilete usafiri. Unaona? Lakini baada hilo limekwisha. Itashughulikiwa sasa hivi. Basi hilo ndo ambalo lililosumbua. Mambo yanakuwa magumu kwa sababu kupingana, yani kwamba halmashauri inampinga mkuu wa kijiji. Kwa hiyo nidhamu haitakuwepo ndani. Unaona? Kwa hilo ndo ambalo linatusumbua. Mbona walikuwa wapingani? Kwa nini amekutana na nani akasema kwamba huyu asitoke? Mueleza jamaa. Ngoja tulieni basi, msio mna haraka. Naomba niongee. Kwanza naongea hapa na machungu sana. Kiukweli gari babu aliomba huyu mtu aijiwe toka jana, sema yuko katika mazingira saa 2. Kwa vile huyu jamaa kageuka yani tuseme anatumia vitu ambavyo havitumiki kijijini, kwa mfano pombe. Hizi pombe haitumiki kabisa kijijini na hairuhusiwi. Huyu jamaa akawa kanywa pombe, babu akapiga simu mjini kwa wale watu wa halmashauri kule. Akaomba gari muijie huyu mtu. Unaona bwana? Wakasema atamuijia nini? Ni leo hii asubuhi. Asubuhi gari ikutokea. Unaona bwana? Muda sio mrefu kuna kigari kikuja hapa kama kibao fulani hivi. Tunajua moja kwa moja ile gari imemuijia nani? Neli. Tukashangaa ile gari inageuka, inasemekana huyu mtu aendelee kubaki wapi? Kijijini. Umeona? Ile gari ikageuka iende kachukue taarifa tena, irudi tena hapa kijijini. Unaona ni hivyo, si ndivyo jamani? Ipeleke gari ndio ilipeleka taarifa au yaani yule kama mtumwaji. Aende akaongea na yule bwana, Biarugaba, naona itakuwa si Biarugaba whatever, sijui ni nani. Mkuu wa ustawi wa jamii. Biarugaba. Hiyo imetosha kwa sababu itashughulikiwa hivi. Kwa hiyo kwani yeye kwao ni wapi? Yeye kwao. Sikonge Hapo mjini. Sikonge pale. Mngechelewa kidogo kundi zima tulikuwa tunafika Sikonge. Kwa muda mchache sana. Tunakuja kwa mguu sababu tuko tayari kuharibikiwa. Watu na milengo yetu. Na hiyo yote mkuu baada ya babu kusema kwamba kama haondoki Neli hapa, yeye ndo anaondoka.
Sasa sisi hajatupendeza hiyo. Mheshimiwa, leo wewe uvuti. Nani anavuta? Jamani, wewe sema mimi sivuti. Labda kwa kuwasaidia. Wapo wanaovuta lakini walipoingia kwenye kijiji walitii amri na sheria za kijiji. Hiyo ndo maneno. Wazi. Lakini sasa cha msingi mfano leo kutoka asubuhi shughuli zimesimama, uzalishaji hakuna, tunapofanya kila kitu kimesimama. Kwa nini? Kutokana na ndio maana niko na shauri kama huko kuna labda ustaarabu labda unawekwa kwenye halmashauri kwamba siku inatokea tatizo sisi tunasimama uzalishaji wetu. Tuwaulize watu wa halmashauri. Yaani ningependa nyie mlikataa kuzalisha kwa sababu yule aliyekuwa kuna mmoja wenu ambaye analeta tabia ambazo nyinyi hamzipendi. Hatujakataa, ila ni kwamba yule ambaye anatupangia shughuli za siku yaani akawa busy sana na mambo hayo kwamba wakawa yaani usafiri hauji. Umeona? Sasa yeye ndo ametoa maamuzi kwamba huyu mtu atoke kijijini. Alafu kule na wenyewe wana maamuzi yao. Sasa yupi ambaye labda asikilizwe? Umeona? Kwa majukumu sisi hatujayafanya kwa sababu muhusika mtu wa shughuli hakuwa na muda wa kuja kule sisi. Niko hapa niongezea hapa. Kesho tunaanza shughuli upya. Sawa? Katiba zetu zinaanza upya. Sio kesho, kuanzia sasa hivi. Sasa hivi itabidi tupike. Sawa? Itabidi tuoge. Tufue kama kuna kufua au kama kuna jambo jingine ambalo linafanyika kwa muda huu. Kila jambo lifanyike. Sawa? Haya, kulia na kushoto. Tawanyika. Wapinyie wote mananga. Lakini hatimaye kijana huyu aliondolewa na gari alilokuja nalo afisa tawala wa wilaya aliyekuwa amekuja kusikiliza kadhia hii. Shikaji. Piga kazi. Poa. Wapi? Sikati. Ndio ndio vipi? Naona siku unaweza kaja ukuta hata hapana. Tuwekeane pesa kabisa jamani. Kama kwa sababu ni uono ambao naye haupendi. Kwa nini wewe akwambie kwamba kwa sababu umeandamana basi tokeni wote hapo? Hamna, siwezekana. Uwezekano kufukuza kijiji kizima bado uwezekano wa huko. Ndio maana nilipomfikishia tu akaniambia bwana, subiri kama dakika kadhaa tunaendelea na mambo yenu ndio yapanga. Na maana maamuzi yetu naye unajua hapa kitu kikubwa ambacho kinasababisha yani mpaka viongozi wetu hapa kijijini kwa yani wana zile hasira za kutaka kuondoka. Yani ni zile nini tuseme, yani ni kitu kwa mfano kinaombwa halmashauri alafu akitekelezwe kwa muda ambao unaotakiwa. Unaona bwana, kaza ikatekelezwa hata ni baada ya siku mbili huko siku 3. Sawa. Ndio maana unakuta yani jamaa sio tunawajaa mpaka wanafikia kipindi cha kuondoka. Hapo kweli tunadiscuss na bani hapa tumekuja kupigana na maisha. Principal gani hapo tunashindana. Bila kusahau mwanajaribu bwana. Mani sana. Haya mwisho basi. Safe hapo hai. Ya mwisho. Dogo kunjua mkono. Mwisho. Atakutoa kumbe ndio ilikuwa sababu.
Wala sana ngoja nimesema kusudi tumeondoka na choka. Na tebo ya wewe kabla siku ya leo katika uzalishaji turudi nyuma sana. Yote hii ni kwa sababu ya halmashauri. Laiti kama halmashauri wangetekeleza asubuhi, pesa ingekuwa mbali. Kwa ombi langu kwa kikundi chochote kitakutwa na mgeni, mfano mkuu wa mkoa au rasi, wageni wale wakubwa au mkuu wa wilaya, kwa sababu huyu mwenyewe alikuja ndio wale au mkuu wa wilaya akifika hapo akisema kero, kuzungumzia kero za msingi. Kuzungumzia kero za msingi, sio kero ambia kero labda kero kitu fulani, labda kero nyasi ni kero ndogo ndogo. Kero kubwa mimi naona kabisa kwa sisi. Kero kubwa ni hao wagombea wa nafasi ya mwenyekiti, si ndio? Haya, ngoja mwenyekiti huyo. Sasa hiyo staili hiyo tutakwenda nayo kwa mara ngapi? Na kila mmoja itabidi amtaje wake au haya. Wengine Edward haya. Mohamed Ramadhani tutambele. Mohamed Ramadhani. Sio wasichana wapi tunachagua. Tumepata Saidi, tumempata Mohamedi, tumempata Steve, tumempata Grace. Wanatosha sana. Wanatosha hao. Tunapigia kura. Sawa? Wanatosha. Tumewaona hao? Ndio. Hao ndio wanatakiwa wapigie kura hao. Wazi. Sasa jamani, ili mnongonezi huyu mnongonezi ni yeye njoo Lucy njoo gawa karatasi gawa karatasi ile nani Adam njoo gawa karatasi chap chap, kila mmoja apewe karatasi chap chap, moja moja, mpe moja moja. Kwamba tunachagua ni mwenyekiti mmoja. Hapo wamepita wanne. Ina maana na katibu atatoka hapo hapo. Maana atakaoshindwa pale. Wote wanarudi benchini hapa. Na wenyewe watachukua. Zitarudi ziko huko tutakuja kwao. Hapo ni mwenyekiti hakuna hamna muda bana. Wanasema hivi. Sababu uchaguzi utakuwa mrefu sana. Niko naomba atachukua nafasi ya pili au ndio katibu. Ndio. Anatakiwa ambaye hana hamaki. Kama sina hamaki nataka niwe. Tunakusanyia nini? Ndio tunakusikia. Saidi Hamisi. Babu njoo. Subiri kwanza. Hao watatambulishwa. Wenyewe watajitambulisha. Bado sio kusanya. Bado sio kusanya. Nadhani kiujumla wote mnanifahamu, hapa ni dokta wenu wa
nadhani uongozi wangu kwenye dawa tu kwanza mnafahamu wao unaendaje. Kwa hiyo sina mengi ya kuzungumza, ila nakukumbusha tu jina langu ni Steven. Umepata kwa zenu. Babu kidogo na kocha ongea kidogo mama moja. Kocha muda uchaguzi jamani, mtu anapojieleza kushangilia ni makosa. Sawa? Kwa hiyo kama unamfagilia mtu weka kimya tu hivyo ndio sawa uchaguzi. Hakuna ruhusa wenzenu, watu wengi wanifahamu. Kwa hivi vitu ni vya kawaida tu, viacha vipo na hapa vipo. Kwa hiyo tunajitaji kwamba hata kama mtu akipata nafasi, lakini cha msingi ni ushirikiano. Ushirikiano ndio unaleta tuweze kujenga kitu hiki kimoja. Kwa hiyo karibu Lufi. Karibu sana. Wananchi oye. Oye. Asante sana. Kwa jina naitwa Mohamed Ramadhani. Nadhani wengi mnanifahamu. Na nitashukuru endapo mkinipa kula zenu na nitatimiza kila kitu mnachokihitaji. Asante sana. Kwa jina naitwa Grace Nikolausi. Nagombea nafasi ya wenyekiti. Naamini wote mnanifahamu, si ndio? Ndio pale. Kijiji. Naombeni kura zenu, mkinichagua tutakuwa pamoja na nyinyi. Umemaliza jamani? Maswali hamna. Babu maswali hamna. Hakuna maswali. Hakuna maswali. Ndio siku ya uchaguzi babu. Umeshaandika wote? Umeshaandika babu. Adamu. Chukua sufuria ianzie hapa. Tumewapa kula. Tumewapa kula, si leo hamna kula. Wenye viti watarajiwa. Yaani hapo unaonekana kama ni mbaya. Twende Adamu. Wagombea wakahakikisha. Wakilisha na babu. Wakala wao. Bei ya mbuzi inapungua. Vikunje naamini unavifanya kwamba wanaenda kugaiwa tena hivyo. Kwa hiyo unakata jino unaacha ile sehemu ilikuwa tupu ndio unaitoa sawa. Unaenda kujaza tena umuhimu. Jina tunalotoa nayo. Hebu mchague mmoja, nani aoneshe kidole? Nani aongee? Onesha, chagua kidole. Chagua vidole. Chagua vidole. Juma anasoma. Juma anasoma. Habiba. Watoke mbele hao. Wanaotajwa watoke mbele.
Juma, hebu niambie. Daudi, wanne tayari hao. Babu wamekuwa watano. Mmoja arudi. Hao wanne tayari hao. Watano yuko wapi? Sikiliza. Yuko Joji. Sikilizeni kwanza. Yupo Joji, yuko Zilo, yuko Lucy, yuko Emanueli. Majina yuko Juma ndio hayumo. Tuulize maswali kwanza. Ngeni huko. Adamu rudi. Makaratasi analetwa. Kwa jina naitwa Bakari Saidi Zilo. Mwanangu huyo. Pale kwenye kula unaweza kaandika tu Zilo. Au sifuri. Andika Zilo italeta maana. Nafikiri wote mnanifahamu. Kwa kipindi kifupi nilikuwa kama mjumbe mteuliwa. Nafikiri kazi zangu mliziona. Sina maelezo mengi sana, naombeni kula zenu. Zote. Nikiandika Zilo sana haki zetu mjumbe. Umeshazipata hizo. Wanakijiji oye. Oye. Ya kwa jina naitwa George Sospita Waimani. Wanakijiji mwenzenu si ndio? Ndio. Naombeni kula zenu hizo. Yeyo Mumba Corporation Company sana. Kwa majina kwanza naomba nijitambulishe kwenu, naitwa Emmanuel Arois. Ase naombeni kura zenu na tutahitaji ushirikiano wenu sana ili kutengeneza kitu ambacho kina maana. Wote tunahitaji kitu hichi. Umoja ni nguvu. Asanteni sana. Utengano ni mbilinganya. Dimwaga uwanjani dada. Sogea bana. Sogea uwanjani. Amepotea njia huyo. Kwa jina naitwa Lucy Simfukwe. Simfukwe. Hapo jina kwanza nirudiwe Simfukwe. Mwanangu ngumu sana. Simfukwe. Mwanangu tuandike fuko. Naombeni kwa zenu jamani. Utapata dada. Pata hizo. Dada Basi hapa wewe. Basi ngoja mimi. Kuja. Kwa balozi tena. Ana imani sana. Anatutetea. Noma sana. Kitika shajulikana. Noma sana kutangalia. Adamu wewe. Ushapata? Vijana wako wachapa kazi, kuna mvivu wa mchovu, alilia waitisite, usituone mbele yako, vijana wako wachapa kazi.